tunaila hadi matembere hapo hivi, kuna matembere tunayala yote kwa sababu mama yake anamtetea sana huyu kijana. Hili ni tukio la tatu analetwa lakini hataki kuelewa. Tumepiga tu vio lakini hata nyumba tungeiweza tungeibeba tuondoke nayo. Ni vile tu hatuwezi. Hali ya taharuki imetokea katika mtaa wa Mbezi kwenye kata ya Sokonuani kwani Arusha baada ya kijana anayefahamika kwa jina la William kuuawa na kijana mwenzake anayefahamika kwa jina la Abel, akimtuhumu ya kwamba kijana huyo amekuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mdogo wake wa kike. Kutokana na tukio hilo la kijana huyo kuuawa, wananchi wenye hasira kali walifika katika nyumba ya Abel aliyokuwa akiishi wakitaka kuichoma kwa kuanza kuivunja vioo, huku wananchi hao waliokuwa na hasira wakiamua kuharibu vitu mbalimbali ikiwemo kuvunja miwa pamoja na kuharibu baadhi ya vitu mbalimbali vilivyokuwa vikizunguka nyumba hiyo. Kufanya nini hapo? Kuleni miwa. Kula miwa. Kilichotokea hapa leo ni tukio la kijana mmoja kumuua mwenzake, ambako wanasema chanzo ni kwamba ni aliyemuua ni shemeji yake, tuseme kama pana mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo wanasema mdogo wake alimuita huyo kijana mahali wakutane. Walivyokutana kaka akaja na kisu ndo akamchoma. Kwa hiyo anamtuhumu kwamba anatembea na mdogo wake ndo akamchoma kisu hadi kupelekea umauti. Na hivi unavyoona ni wananchi wamefika hapa kwa ajili ya uchungu kama kijana wao. Na aliyeuliwa, ukija ukiangalia, aliyeuliwa ametoka kata ya Sokonuani, aliyeua ametoka kata ya Mlimani. Kwa hapa tumechanganikana Sinoni. Tumechanganikana wa Mlimani, wa Sinoni pamoja na Sokonuani. Inauma, kwa kiuhalisia inauma kama mzazi. Kwa sababu ukija ukiangalia kijana anaenda mwaka wa chuo, mwaka wa pili, wewe ukiangalia utajisikiaje hata kama ungekuwa ni wewe. Lakini tunaomba mwenyekiti amekuja hapa yote 9-10, mwenyekiti amekuja hapa ametoa lugha ambazo mwenyekiti wa mtaa wa Sinoni amesema kwamba sisi kwa mtaa wa Sokonuani hatujazipenda, kwa sababu amesema kwa nini mnashirikiana na watu wa Mbezi, ambao watu wa Mbezi ni kata ya Sokonuani. Ukiangalia tumetenganishwa na barabara. Aidha nyumba hii imeungua moto, watakao kuja kuzima ni wananchi wake tu? Jibu ni kwamba ni hapana, tutakushirikiana wote kwa pamoja. Lakini sasa akitoa hizi lugha za uchonganishi, anatuweka kwenye mashaka kwamba je, mwenyekiti anavyosema kwamba kwa nini tunashirikiana, anasema kwamba watu wa Mbezi ndio wamekuja kuvunja hii nyumba vioo. Sisi wa Mbezi hata kama tumekuja kuvunja vioo, alikuwepo kwanza? Alikuwepo? Mwenyekiti anakuja hapa jamani, sipamejaa? Sipamejaa? Sasa alijuaje? Tungekuwepo tungesha, kama ni matendo kufanyika, matendo yote machafu, kuchoma nyumba moto, kufanya nini, tungeshafanya. Lakini sisi tumekuwa na hekima. Japo watu wamevunja vioo, wamefanya nini, lakini bado tuna hekima kwa sababu likuwa ndani ya uwezo wetu. Tumekuja hapa tangu saa 2. Kwa majina naitwa Warda Bakari. Natokea maduka 6 aka Mbezi. Huyu kijana ambaye anafanya haya matukio, hili zo la kwanza jamani. Hili ni tukio la 3. Tumemchoka. Yaani hata ikiwezekana watuletee tu. Sasa kwa nini nakwambia hivi mwandishi wa habari? Kilichotokea nini? Kilichotokea paka tumekuja hapa ni kwamba huyu kijana anaitwa Abeli amemchoma mwenzake kisu. Ni mwanafunzi huyo kijana. Amemchoma kisu, sijui ni cha kitovu, taarifa lakini watu wengine zimetufikia asubuhi. Tulikuwa hatujui kuhusu hilo. Na huyu kijana hilo sio tukio lake la kwanza. Ni tukio lake la 3. Miwa tunaila hadi matembere hapo hivi, kuna matembere tunayala yote kwa sababu mama yake anamtetea sana huyu kijana. Hili ni tukio la 3 analetwa lakini hataki kuelewa. Tumepiga tu vio lakini hata nyumba tungeiweza tungeibeba tuondoke nayo. Ni vile tu hatuwezi.
tumbo linanuma. Kaka, si unaona hapa hivi, yani tumbo linanikata, najikuta yani nimeingia hadi kwenye mzunguko ambao sijatarajia hata kuingia kiukweli. Yani kuchomwa kisu kakangu sio mchezo Afu ni mtoto alikuwa anatarajia baadaye mama yake alikuwa labda na malengo naye. Afu sasa hivi amekatishiwa malengo yake. Sawa? Hata kama mwenzake alikuwa amemkosea, kwa nini asimfuate? Kwa nini asimfuate mpaka atoe uhai wa mtu? Kama yeye alikuwa anaona kwamba kifo ni sahihi, kwa nini amekimbia sikae hapo hapo? Kama wanavyosema kwamba eti sijui ni mapenzi nini, alikuwa anataka tembee na dada yake. Dada yake kama ni mwanamke si lazima atatongozwa. Na kama ni mwanamke lazima atatongozwa, sio wenyewe tumeolewa tunatongozwa. Itakuwa huyo binti ambaye hana mwanaume, sio kitu kizuri anachoongea, alichofanya. Mimi kiujumla kama mzazi sikupenda kitu alichofanya. Kwa sababu nakuja kuambiwa mpaka mtoto wa miaka 3. Hebu fikiria mtoto wa miaka 3 anakuja kuniambia mama kuna mtoto kachomwa kisu hapo. Mwenyekiti wa mtaa wa Mlimani amekiri kutokea kwa tukio hilo na kusema kwamba yeye alichokifanya ni kuwazuia wananchi waliokuwa na hasira kali, waliokuwa na lengo la kuchoma nyumba, na kusema kwamba endapo ingewaruhusu wangeweza kuleta madhara makubwa. Jina langu naitwa Agnes Nicolaus Moshi, ni mwenyekiti wa mtaa Mlimani. Watu wanaotuhumu wanatuhumu kwa sababu nimesimamia sheria. Kiongozi yoyote ukifika kwenye eneo, wewe unatakiwa uwe mlinzi namba 1. Uharibifu usitokee katika mali za watu. Sasa na mimi nilipofika pale nikazuia, ile nyumba ilikuwa inapigwa na mawe na wengine wameingia wanachoma moto. Na watu waliokuwa wanachoma moto ni watu kutoka ng'ambo ndio walikuwa wanafanya hivyo vitu. Sasa nikamwambia jamani, msikubali hichi kitu kwa sababu mkikubali watakaoumia ni hao. Kama unavyoona mwandishi wa habari, nyaya zimejaa huku za umeme, kwa hiyo nyumba ikichoma ni zaidi ya nyumba 10 20 zitakuwa zimeungua. Lakini kusema kwamba mimi nimefanya ubaguzi, sikufanya ubaguzi, bali nimewaeleza wananchi kwamba hichi kinachofanyika tusikubaliane nacho.